Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yenu Muhammad Abubakar Abu Mujahid. Leo tarehe 31 mwezi wa Machi mwaka 2025, Ramadhani hii ya mwaka 1446 Hijria, tulisema mwezi wa Shawwal kuingia Idul Fitri itakuwa ndio ufito wa mwisho uliomvunja ngamia mgongo. Na kwa nini tukasema haya? Kwa sababu alhamdulillah mwezi wa Hijria tukawa kuna dalili nyingi sana ambazo tunaweza kudhibitisha kivitendo kuwa mwezi wa Shawwal itaweza kufedhehesha wanaofuata muandamo wa Saudia, mahsusan inayoambatana 100% na kalenda ya Ummul Qura. Tumesema haya ndugu zangu, na tumeweza kudhibitisha alhamdulillah 100%. Yote tuliyosema mkirejea katika video zetu Allah amezijalia zikakuwa zimewafikiana na maneno tuliyosema na vitendo vilivyotokea alhamdulillah 100%. Tutaanza hatua kwa hatua tuweze kudhibitisha tuliyosema. Jambo la kwanza kabisa tunasema namna tulivyoingia katika mwezi wa Ramadhani. Tulisema kuwa mwezi utaweza kuonekana katika maeneo ya Middle East, bara Arabu na kwetu East Africa kwa kutumia vyombo telescope, maana mwezi ulikuwa ni 0.6% illuminated. Na ikathibitika kivitendo, tukaweza kuona kuwa picha tulizotoa kama dalili baada ya kuwa watu shangalia mwezi. Kiangalia Omani katika official website yao wakatia picha ya CCD. Kenda Saudia picha za CCD kadhaa. Kenda United Arab Emirates Abu Dhabi picha ya CCD. Watu hawakuweza kuona hata kwa telescope. Una baadhi ya ndugu zetu kama Mulham Al-Hind na mwenzake astronomers wa Saudia walikuwa katika viwanja wametia astrophotography hiyo sisi vyombo vya CCD kupiga picha kwa kutumia vyombo vya kisasa. Na wamefunga multiple telescopes kadhaa ambazo zote zinaelekea katika mwezi. Wakaweza kuona kwa kutumia astrophotography equipment hiyo CCD imaging, lakini wasiweze kuona kwa telescope zingine, maana kwa macho kwa haiwezi kuonekana. Ni maneno tuliyosema kulingana na data 0.6% inaweza kuonekana kwa telescope, lakini kwa ugumu, na imethibitika kivitendo alhamdulillah rabbil alamin. Watu wamefunga chombo kinaona. Nimesema CCD inachukua picha nyingi kwa mara moja, ni kama kuwa na jicho la nguvu binadamu mara 300. Ndio unaweza kusema ndio mfano wa chombo cha CCD ambayo hakuna binadamu ambaye ana jicho kama hilo. Alhamdulillah tukaleta dalili nyingi. Middle East hakuna picha ya telescope isipokuwa ni za CCD. Hilo ni jambo la kwanza. Mwezi wa Ramadhani alhamdulillah tiki imekwenda kulingana na tulivyosema. Tuende mwezi wa Shawwal sasa, hapo ndo ambapo kuna mambo yote ambayo tukasema itafedheheka safari hii na ukweli utapambanuka. Tukasema dalili ya kwanza mwezi wa Shawwal kuwa haitoweza kuonekana tarehe 29 ya mwezi wa Ummul Qura ama tarehe 29 waliokwenda kulingana na muandamo wa Saudia. Tukasema katika kanda zilizopita Urjunil Qadim ni hilali ya mwisho wa mwezi ambayo ikionekana na watu tangu kale, mababu zetu kwa wanajua kwa ukiona mwezi tarehe 28 Urjunil Qadim inaonekana mashariki asubuhi, inamaanisha kuwa siku ya pili haiwezekani kupatikana hilali ya mwezi mpya. Ikionekana Urjunil Qadim maana yake mwezi huo tulikuwa nasema wazee kwa tutakamilisha siku 30 automatic. Ikionekana tarehe 28 kwa mfano Ramadhani tutakamilisha siku 30 kwa sababu ni marhala ambayo inafuatwa na mahak. Mwezi inapita baina ya jua na ardhi, inakuwa haina mwangaza. Mahak ni invisible phase, tumesema kwa urefu nyuma. Haiwezekani itoke Urjunil Qadim iruki mpaka hilali siku ya pili, lazima ipotee siku ama siku mbili. Na tukasema tutapiga picha mwezi unaonekana kisahani Urjunil Qadim, na alhamdulillah tukaweza kuwaletea picha dalili kutoka Makkah ambayo ilipigwa na Mulham Al-Hind ndani ya Makkah Al-Mukarram. Picha tarehe 28 mwezi wa March ambao muafiki tarehe 28 waliofuata Saudia, picha kubwa kabisa hilali 2.6 kisahani kabisa, kumaanisha siku ya pili iingie mahaki ipotee invisible face. Siku ya tarehe 30 siku ya Jumapili ndio iweze kuonekana. Tika alhamdulillah pia hiyo ikakuwa vile tulivyosema. Data haidanganyi ndugu zangu. Twende katika dalili ya tatu ya Ramadhani. Tukasema kuna ijmaa ya wanavyuoni wa falak. Ijmaa wote wanavyuoni wa ilmu falak wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu wanasema kuwa tarehe 29 siku ya Jumamosi March hakuna mwezi unaweza kuonekana wote. Lakini kuna tadlisi wanafanya hawa ndugu zetu, wanasema kuwa kuna baadhi wanataja majina kama maulama wa astronomia 5 wanasema kuwa mwezi itaonekana siku ya Jumamosi. Hakuna hata mwanachuoni mmoja, wacha mmoja, hata nusu hakuna. Wote wanasema hao 5 waliotajwa wana adapt kwa sisi tutafuata hisabu ikiwa imewafikiana. Mwezi umezaliwa kabla ya maghrib na mwezi ikiwa itazama baada ya jua kuzama hata kwa madakika, wanasema wao siku ya pili itakuwa ni tarehe 1 ya Shawwal.
lakini hawajasema kuwa inaweza kuonekana Jumamosi. Wameadapt calculations kufuata hisabati, lakini sio kuwa wanasema kwa mwezi unaonekana. Tadlis wanaotumia ndugu zetu wanataja majina, wanasema hawa wanasema kwa mwezi unaweza kuonekana. Wallahi hakuna kitu kama hicho, ni urongo na tadlis. Ulama wote wa falak wanasema kuwa mwezi haiwezi kuonekana siku hiyo kwa sababu ya dalili tutakayotaja baadaye hapa. Ijma'an, na ukienda katika visibility maps zote zinaonyesha maeneo ambayo tunataja hapa, Afrika, Europe, East Africa, Asia, Australia, zote ziko katika, tena Australia iko katika maeneo ambayo hata mwezi hujazaliwa. Tunasema katika maeneo haya katikati ya ulimwengu ni colorless, na ikiwa ni colorless ni katika maeneo ya mahak. Mwezi ni invisible, mwezi iko mbele ya jua, haina mwangaza wote ambao tunaweza kuona, hamna hilali. Hiyo pia imekuja, alhamdulillah, tik wote wamekubaliana jambo hilo. Tukienda mbele sasa katika dalili ambayo ndio iko wazi kabisa, dalili ya 4 ambayo tukasema ni kupatwa jua tarehe 29 mwezi wa Machi. Alhamdulillah, hilo ilikuwa ni kitu clear kabisa. Tukasema tutawatumia link muone live, tukaweza kuwakumbusha mchana mida adhuhuri saa 8 tukaona live jua partial eclipse maeneo ya Europe, UK, ikaendelea mpaka Russia na maeneo ya Northwest Africa pia watu waliweza kuona partial solar eclipse. Hiyo ni kuwa unashuhudia mwezi sasa unaingia katika iktirani. Mwezi imepita katikati baina ya ardhi na jua, imepita hapo sasa. Mwezi, ardhi, mwezi na jua ziko katika mstari mmoja. Sasa mwezi imemaliza sasa mzunguko wake, inaingia katika mzunguko wa mwezi mwingine, lakini hapa katikati inaitwa mahak, haina mwangaza, na dalili ni kuwa mwezi ndio inayoziba jua, iko mbele ya jua, mgongo wake ndio unapigwa na mwangaza wa jua. Sisi katika ardhi hatuoni chochote kwa sababu mbele mwezi ni giza. Dalili kati, ndugu zangu, hamna shaka kuwa siku hiyo mwezi haiwezi kuwa katika conjunction inazaliwa na siku hiyo iwe katika marhala ya nini, ya new crescent ama kuonekana hilali. Haiwezekani. Phases ni kuwa urjul kadim, old crescent, mahak, kupotea mwezi, new crescent, na hizi ni siku tofauti kwa sababu ni marhala tofauti. Lakini kusema kuwa itaonekana katika siku ya mahak, siku hiyo ionekane tia na new crescent ama hilali mpya ya mwezi mpya wa Shawwal, ni jambo mustahili, haiwezekani. Hiyo ni kutia dosari na ila hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema kuwa mwezi inakwenda kwa wal qamara qaddarnahu manazila, inakwenda kwa manazil hata aja kal rujul kadim, inakwenda kwa phases. Mwezi mpya inakuja kabla ya mahak inakuja kabla ya rujul kadim, lazima zifuate hizi stages. Na alhamdulillah pia kuna fatwa Sheikh Ibn Uthaymeen ambayo iko wazi kabisa. Ibn Uthaymeen katika fatwa yake katika majalla ya da'wa anazungumza, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen anayodai kuwa inaweza kuingia mwezi mpya siku ambayo tumeshuhudia kusufu ni kama mtu ambaye anadai kuwa mwezi unazaliwa na siku hiyo inakuwa Badr. Akatoa mfano ambayo ni jambo mustahili, sio kwa kusema tutaingia tu katika masala ya crescent mpya. Anasema kuwa ukadai kuwa wakati tumeona kusufu tunaweza kuona hilali ni kama mtu kudai kuwa mwezi unazaliwa siku hiyo ikakuwa Badr, ikakuwa full moon. Subhanallah, maneno yako wazi kabisa kuwa ni mustahil. Kisheria wanafahamu maulama wetu kuwa ni jambo mustahil. Kiastronomia tunafahamu kuwa ni jambo haliwezekani, ni marhala tofauti. Hapa inazaliwa ni mahaka, haionekani, haiwezi kuwa siku hiyo pia ikakuwa ni hilali. Na kiakili pia ndugu zangu, unajua wazi hapa ni katika stage ambayo mwezi iko mbele ya jua, ndio hiyo mwezi ndio iliyoziba jua, ndio ikapatikana kusufu ndugu zangu. Jambo liko wazi kabisa. Vipi hapo kuwe na hilali katikati yake? Haiwezekani. Ni siku ya pili na alhamdulillah rabbil alamin tukaona links na nini, ikapita kabisa kuwa kusufu ni dalili ya kati, iko wazi kabisa kuwa siku hiyo hakuna uwezekano wa kuonekana hilali kisheria, kielimu na kwa kutumia akili ya kuzaliwa. Tukienda mbele tukasema kuwa katika dalili ya 5, hilo sasa iko ni challenge, nikasema na wallahi hamwezi kupiga picha kwa CCD, wacha kwa telescope. Ndugu zangu, mwezi ina umri wa masaa 4.5. Mwezi inashika, watu wanaswali kusufu Europe, watu wanaswali swala tu kusufu, mwezi inaziba jua. Vipi mtaweza kuiona? Haiwezekani. Ilikuwa 0.05, tukisema 0.05 ni zero, ni sufuri, haina mwangaza. Subhanallah, ni mambo yako wazi kabisa. Ikiwa mbele mwezi haina mwangaza wake, inataka isonge kando iweze kuakisi, kureflect mwangaza ya jua ndio sisi tuweze kuona, lakini ikiwa mbele ya jua ni mgongo wake ndio unang'ara. Ndugu zangu, ni mambo very simple, haitaki falsafa nyingi. CCD challenge, wallahi hakuna mtu aliweza kuleta picha ya CCD, haikuwezekani. Na challenge watu wananipigia simu, wengine wananitumia message wanasema kuwa Sheikh fulani amesema Garissa imeonekana. Subhanallah, mimi nimewaambia sitaki kuambiwa imeonekana, ikuonekana telescope wala chombo ambacho ni ya nguvu zaidi kuliko
Telescope ni kitu ina nguvu kuliko macho binadamu mara 500 na zaidi. Ni jambo ambalo linaweza kuchukua miale ya jua mchana wakati mwezi uko karibu na jua. Pia isiweze kwa sababu hamna hilali, hamna mwangaza wote kutoka kwenye mwezi. Tuko katika marhala ya kusufu ndugu zangu, marhala ya mahaki. Picha wallahi hakuna mtu aliweza kuleta. Dalili ni kuwa mpaka Amerika, hawa waliodai Saudia masala mengine, mpaka Amerika watu walikamilisha 30 Ramadhani, subhanallah. Amerika watu wanasherehekea Eid siku ya Jumatatu kama sisi, tarehe 31 siku ya Jumatatu Machi. Amerika ni masaa 9 baada ya Saudia. Vipi waliweza kuona hawa kule wasiweze kuona? Haiwezekani ndugu zangu. Dalili nyingine ni kuwa tunasema picha ya kwanza ya CCD ilitoka Abu Dhabi siku ya pili saa 1:30 asubuhi. Ni baada ya masaa 18 tangu mwezi uzaliwe. Ni masaa 13:30 baada ya wao kudai Saudia kuwa waliona kwa macho. Subhanallah. Picha ya kwanza, na tukaona nyembamba mpaka wote akaandika pale chini kuwa mulahadha kuwa udogo wa hilali haimaanishi kuwa ima waliotangulia siku ya Jumapili ama Eid ya wale waliokuwa Jumatatu ndio ipi ndio sawa, haimaanishi hiyo. Inawezekani ilikuwa hamna hilali, baada ya masaa 18 ndio mkapata hiyo hilali ndogo mkaweza kuipiga picha asubuhi. Kabla ya hapo hamna picha ya CCD. Picha ya CCD ya kwanza Astronomy Center, nendeni mkaangalie, ilikuwa ni saa 1:30 siku ya Eid kwao, mchana asubuhi ya Eid. Subhanallah. Dalili ziko kati wazi ndugu zangu, yote tuliyosema 100 kwa 100. Tukienda katika sarakasi ambayo iliyotokea ndugu zangu, challenge walishindwa kuleta picha tukaona ni hiyo dalili. Ikakuja siku ya pili, wanatoka watu mchana asri wanatupigia picha telescopes. Saudia kuna sijui observatory 7 telescope, vyombo vya kisasa na nini. Asri tunapigiwa, tunaonyeshwa telescope. Wakati wa kuona hilali watu wameketi kwenye makiti na matasbih wanavuta, kisha wanatuambia ati mawingu yametandaa kila mahali, ati kuna mwanya mdogo umetokea pale, tumeweza kuona mwezi. Subhanallah. Mtu ametoka na khibra kidogo kutoka kuangalia mwezi, wallahi atacheka kwa maneno hayo. Mawingu yametanda, hiyo mwanya wanaozungumza katikati pia kuna wingu ambao ni wingu hafifu. Mbali na hivyo, mwezi ilikuwa ndugu zangu iko degree moja. Ukinyosha mkono wako kipande cha kidole chako hichi, yani mwezi takriban imeshikana na jua. Ikiwa watu wa Morocco wanaona kusufu, kumaanisha hata Saudia pia mwezi ilikuwa karibu sana na jua. Ikizama magharibi, imezama mwezi ikiwa karibu na jua ndugu zangu, 0.05, hamna mwangaza na iko karibu na jua kabisa. Subhanallah. Watu wameketi kwenye kochi, telescope sasa zimepotea. Magharibi telescope hazifanyi kazi. Asili tulioneshwa. Kisha wanatoka wanatuambia tunaona ile pale ile kama ambao wanaangalia mpira. Subhanallah. Tutakijiliwa akili mpaka lini ndugu zangu? Huko wanafanya tadlisi kuwa astronomers wanasema kuwa inaweza kuonekana. Wallahi hakuna astronomer hata mmoja alisema inaweza kuonekana. Wallahi na hapa Mungu, hakuna astronomer hata mmoja alisema inaweza kuonekana siku ya Jumamosi tarehe 29. Hata kwa huyo si astronomer, huyo ni astronomer bandia, amenunua River Road degree yake ama PhD yake. Hamna. Wanatoa majina ya watu ambao wameadapt calculations, hawafuati ruya sharia, hawafuati kuangalia mwezi kwa inavyofuata sharia, bali wanasema ikishazaliwa sisi kesho tarehe 1, wanataja majina yao kufanya tadlis. Kisha watu wameketi katika makochi, wingu limetandaa kila mara, wanasema ati mwanya mdogo tukaweza kuona mwezi. Subhanallah. Hamna mwezi, kusufu inaendelea. Watu maulama wote wanasema hakuna visibility map, zote zinasema ni clear, hamna, ni mahaka, hamna uwezekano wa kuonekana. Ujuli Kadim inasema kwa sio kusema tumeona picha ya Ujuli Kadim kutoka Maka, nimewatumia ndugu zangu, inasema kwa siku ya pili ni mustahil kuonekana mwezi. Siku ya pili ni marhala ya mahak, mwezi lazima ipotee, istitari ipotee, isionekane. Kisha baada yake siku ya tarehe 31, siku ya tarehe 30, siku ya Jumapili ndio tuweze kuona, na ilikuwa vile vile alhamdulillah, zote zikapita ndugu zangu hivyo. Sasa ndugu zangu, kumalizia, mpaka lini tutawacha akili zetu tufikiriwe na watu wengine? Mtu akikwambia toka uswali alfajiri saa 2 asubuhi, jua ishapanda, ndio uswali jamaa saa 2 asubuhi, utasema huyu mwenda lazima apelekwe potrizi. Lakini akikwambia kuwa kula siku ya Ramadhani kwa dalili kati kuwa hakuna mwezi, unasema wameamua wao. Kwa nini usiwache swala pia kaamua wao? Kama hii ni wazimu ya swala na pia ya kukula katika mwezi pia ni wazimu, kwa sababu ni nguzo za dini. Kama vile swala ni nguzo ya dini na somo ni nguzo ya dini. Tusifanye mzaha ndugu zangu na masala ya hizi ni nguzo za dini. Tunakaa tunakejeliwa na watu wanaketi katika makochi, wingu limetandaa kila mahali, mwanya mdogo anasema tumeona mwezi pale. Mwezi ambaye hauko. Kwa ijmaa wanavyoona ndugu zangu. Subhanallah. Na siku ya pili sisi tukasema kuwa mwezi utaonekana kisahali, itakuwa 2.1%, na alhamdulillah ikakuwa vile vile. Yote tuliyosema ilikuwa 100 kwa 100. Kwa kumalizia ndugu zangu, nasema tarehe 17 mwezi wa Februari mwaka 2026, wallahi tutakuwa katika hali hilo tena.
Mwanzo wa Ramadhani tunaangalia sisi kwenda kuangalia mwezi tarehe 29 ambayo itakuwa Yaumul Qura. Kutakuwa na kusufu tena. Kusufu ambayo itaonekana maeneo ya Lindi, Mtwara, Southern Tanzania, Msumbiji, Mozambiki na South Africa, Madagascar na maeneo ya South Pole. Wataweza kuona annular solar eclipse tarehe 17 mwezi wa Februari. Mwezi itakuwa takriban sufuri. Nitazama kwa dakika machache, ni kama hii mwezi ya Shawwal. Safari hii itakuwa ni mwezi wa Ramadhani. Wallahi ndugu zangu, tutarejea katika kanda hino tena. Wale walioazima akili zao wakalishwa siku ya Ramadhani, tutarejea tena katika mtihani huo. Mnaweza wallahi kuingizwa ndani ya Ramadhani katika siku ambayo ni mustahili, kwa sababu vipimo vya Yaumul Qura zimepatikana. Maka itakuwa vipimo vya Yaumul Qura vimepatikana. Ndugu zangu, watoke mashahidi waseme katika mwanya wingu kubwa hilo, penyewe siku hiyo hamna mawingu, waseme ardhi wingu clear tumeona. Na huku sisi tunashuhudia, watu Tanzania wanashuhudia, South Africa wanashuhudia kusufu, wanaswali kusufu, muingizo katika mwezi wa Ramadhani. Subhanallah. Lakini alhamdulillah, hilo sisi kutoka kuzungumza na ndugu zetu kuzungumza Masri, jambo la kushtua kabisa ni Masri. Wallahi walitiwa pressure na ndugu zetu wa kule mpaka wakaghairi misimamo yao. Wallahi alazim, kuna mabadiliko makubwa yanakuja, lakini ni sisi tutoke tuzungumze, tutoke tuambie watu la, hatuwezi sisi kupeleka katika ibada zetu kiholela. Tuna akili za kuzaliwa, na hilo ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Na la ta'ati li makhluq fi ma'siyati. Katika tuwezi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutii binadamu, na tunajua wazo wanatupeleka kimakosa, kama vile wakituambia swalini saa 2 za asubuhi fajiri, hatuwezi kuswali nyuma yao, na pia wakituambia injili katika somo wakati tunajua ni mustahil, kama alivyosema Ibn Uthaymeen, ukiwa na kusufu ni kama mtu kudai kwa mwezi ukiingia ni kama mwezi uzaliwe iwe na badal siku hiyo. Ni mambo mustahil ndugu zangu. Paka lini tutaendelea hivi? Lakini alhamdulillah, safari hii mgongo wa ngamia umevunjika na hoja imesimama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.